Wewe ni shabiki wa Simba. Hebu tuambie msimu wa 2025-26 kwa upande wenu umekuwaje? 2025-26 umekuwa mwaka au msimu wenye changamoto nyingi kama unavyojua. Katika ligi yetu ya Tanzania mambo mengi ambayo yamejitokeza kwenye ligi yetu, kuanzia ligi yetu, uongozi wa ligi yetu, tuzungumzie TFF na watu wengine ambao wanahusika na masuala ya bodi, marefari na wengine wengi ambao wamehusika kwenye masuala mazima ya kimichezo. Labda umezungumzia pia upande wa marefari. Tumeona mashabiki wengi wa Simba wamekuwa wakisema isingekuwa marefari tungechukua ubingwa. Umeona kulikuwa na changamoto kwa upande wa marefari kwa upande wenu? Changamoto zipo nyingi sana, hususan marefa yetu wa Bongo au waamuzi wetu wa Kitanzania wamekuwa na changamoto kubwa sana. Tumeona hata miliki mwenyewe wa Azam jinsi alivyoibuka na yeye kusema kwamba alionewa katika mchezo wetu dhidi yake ambao tuliibuka sisi kwa washindi mara baada ya faulo iliyopigwa na kusababisha wenyewe kujifunga goli. Basi hivyo akaona kwamba waamuzi hawafai kabisa, ila nikizungumzia kwa upande wake yeye sidhani kama alionewa siku ya mechi ya Simba dhidi ya Azam. Nadhani ilikuwa mechi ambayo iko fair kabisa. Lakini tukizungumzia kwa upande wetu sisi tangia mwanzo wa ligi mpaka sasa hivi tumetamatisha ligi, mambo mengi yamejitokeza, makosa kibao tumefanyiwa, marefali wametunyima mapigo mengi ya penalty, mapigo mengi ambayo tungeweza kufaidika nayo kupata ushindi dhidi ya timu ambazo tulikuwa tunakutana nazo. Kwa hiyo mambo yamejitokeza mengi sana. Yani mengi, yani waamuzi wetu sidhani kama wanaweza siku moja kwenda kuchezesha Champions League. Yani kizungumzia kule kwenyewe kule kafu, sidhani kama wanaweza kupata nafasi hiyo kwa sababu wamekuwa na nafasi nyingi sana za upendeleo. Si tu kwa klabu ya Simba, hata ukiangalia ushindi wa Yanga paka kuwa bingwa wa msimu 25-26, tumeona mambo mengi sana ambayo yamejitokeza dhidi yao yeye wenyewe na waamuzi. Hadi kafikia Simba na kataa waamuzi wa Tanzania watoke waamuzi nje kidogo mipaka ya Tanzania. Tumeona mambo mengi ambayo yamejitokeza. Lawama ni nyingi, faini ni nyingi, migogoro kibao, ni kwa sababu tu ya waamuzi pengine kupenyezewa kidogo kitu, yani kidogo pesa ambayo wanawekewa bwana kwenye bahasha za kaki zile wanastaki Simba achukua ubingwa, lakini isingekuwa maamuzi mabaya ya waamuzi wetu wa Tanzania, Simba Sport Club ingekuwa bingwa 25-26. Yani ni dhahiri shahidi, hilo halifichiki kabisa, ndugu mtangazaji. Kwa hiyo unataka kuniambia hata katika mchezo wa fainali yenu dhidi ya Azam kwenye kombe la CRDB, Azam wamelalamikia marefali, wako sahihi na wao pia? Kwa upande wao hawako sahihi sana, kwa sababu mchezo wetu na wao ulikuwa sawa kabisa, ulikuwa fair kabisa. Muamuzi hakuwa na shida sana, hata kama maamuzi aliyokuwa anafanya ilikuwa sahihi kabisa. Uweze kuniambia ile pigo la faulo kwamba lilikuwa muamuzi kaliamua mwenyewe kwamba Simba apige au Azam ajifunge. Sidhani kama refa aliingilia kati masuala hayo. Refa yeye alichoamuru faulo iliyochezwa pale, akaamuru ipigwe, ikapigwa. Basi ndio ikawa hivyo, bahati kwetu wakaamua kuunganisha wenyewe kutufanya sisi tuibuke kuwa mabingwa CRDB. Tuzungumzie huo ubingwa. Mmechukua Muungano Cup kule Zanzibar, lakini pia mmechukua CRDB Federation Cup. Kwa upande wenu haya ni mafanikio kwenye msimu huu wa 25-26? Na sio msimu tu huu 25-26, huu ndio muendelezo. Yani kama funguo, basi CRDB ndio funguo wa kuchukua ubingwa msimu ujao. Tumejipanga vya kutosha kama unavyojua, na paredi letu kwanza ulivyoliona lilivyokuwa tamu linang'ara, paredi ambalo limevutia watu wengi sana. Kwanza Riza uliona chuma pale ilikuwa tukapita paka pale Jangwani tuwaonyeshe kwamba sisi tuna uwezo kiasi gani wa kufanya makubwa kwenye ligi ya Tanzania, na si tu Tanzania, hata mipaka ya nje ya Tanzania, kizungumzia East Africa na ukanda wowote ule ambao mpira mguu unachezwa, Simba ndio baba lao. Kwa hiyo tumejipanga vya kutosha, na hata Champions League
Nadhani tutafanya vizuri sana, kwa sababu usajili wetu kwanza ukiangalia kwanza, yani tumejitosheleza, ni baadhi tu ya sehemu tu kuweka kama vikorombwezo fulani tu hivi, ili basi klabu yetu au timu yetu izidi kuwa moto kama ilivyokuwa misimu mitano nyuma ilivyokuwa. Wewe shabiki wa Simba, nikitaja jina la Faisal Salum Fei Toto, Faisal Faila Sufi, unamzungumziaje? Faisal ni mchezaji bora, mchezaji mzuri, ni mchezaji wa kutumainiwa, ni mchezaji tunapozungumzia ligi ya Tanzania tunamzungumzia Faisal, Faisal au Fei Toto, tunamzungumzia hivyo kwa sababu yeye ndo kama icon ya wachezaji wa Tanzania, yeye ndo star. Lakini alichokifanya dhidi ya mechi yetu kwenye fainali ya CRDB, alichokifanya ilikuwa si ungwana kabisa. Hata kama ni mimi, umefanyiwa madhambi, amekushika mtu jezi anakuvuta, ilitakiwa kwanza pale yeye mwenyewe, ili amsababishie mwenzie apate kadi ya njano, afaidike na ile pigo la faulo, angeanguka akalala au angesimama baada ya kuwa amevutwa. Lakini yeye alichokifanya, amevutwa sawa, tukatai, lakini alichokifanya ni kitendo ambacho si cha kiungwana katika michezo. Kwanza amehatarisha usalama wa mwenzie, amempiga ngumi ya kwanza, amepiga, ila angepiga ya kwanza labda pengine refali angeona kwamba labda ilikuwa bahati mbaya, kwa anataka amsukume kwa sababu alikuwa kamshikilia jezi, lakini akasukuma na bomba la pili ambalo limpelekea mpaka mchezaji wetu kuanguka chini kwa ngumi hizo, kwa sababu yule ni mchezaji mkubwa. Na shangaa siku hiyo akageuka kuwa bwana Mwakinyo akageuka kuwa Hassan Mwakinyo bwana. Yani ni mambo ya ajabu sana kwenye ligi yetu, na natumaini nje ya kadi nyekundu pengine ligi ingekuwa inaendelea, kuna vitu ambavyo vingetokea hapa katikati, pengine angesimamishwa baadhi ya michezo, pengine angepigwa faini, sijajua, lakini kamati ya masaa 72 itafanya nini? Kwa sababu tayari ligi imeshakwisha, basi kuna namna wanaweza kaona kumpa adhabu Faisal. Kwa kumalizia, nini unawaambia wanasimba wenzio? Wanasimba wenzangu bwana, na ninachotaka kuwaambia bwana, usikate tamaa. Usimkatie tamaa mwanaume aliye hai, wanasemaga hivyo watoto wazuri. Lakini sasa nasema tusikatie tamaa timu yetu, kwa sababu sasa imeanza kutupa matumaini ambayo tulikuwa tukiyatarajia siku moja kuyaona. Tuna vikombe viwili tayari, tuna Mapinduzi pale, tuna CRDB. Sasa wewe jiulize, yule mwingine mwenzetu wa Kariakoo pale Jangwani, yeye ana kikombe kimoja tu nafikiri msimu huu cha ubingwa, ambacho kikombe kinaonekana sasa wenyewe ndio wanakifurahia zaidi. Lakini sisi kama sisi ndio machampioni, sisi ndio vikombe viwili, na sisi ndio tumefungua key ya kuchukua vikombe vijavyo. Yani ligi yote hii kuanzia 2026, 27, 28 na kuendelea, wahesabu misimu mitano au zaidi ya mitano sisi kuchukua ubingwa, na sisi ndio Simba brother. Sisi ndio Simba wenyewe, sisi ndio wanyama ambao tukiingia uwanjani hata nyasi huwa zinatetemeka, kwa sababu Simba leo ameingia kupiga zile dakika 90 zake. Hata Lahali kule Champions League huwa anaelewa kwamba huyu mnyama amekuja, pengine anaweza nikawa 5 za kutosha, lakini kwa sababu ni mambo ya michezo, basi huwa vinavyotokea ndivyo ambavyo vinakuwa vinaendelea na vile ambavyo vinakuwa vimeshatokea hapo. Ila ni waasi kwamba mashabiki wenzangu, tuwe na moto, tuzidi kuipenda timu yetu, tuzidi kuizungumzia vizuri, tuitangaze Simba yetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, ikiwezekana hata Ulaya huko. Tuipromote Simba yetu, kwa sababu ni klabu pendwa na ndo klabu ambayo inainua au imeinua zaidi ligi yetu ya Tanzania.
Likija swala la utani wa jadi Simba na Yanga, ni jambo la kuliacha ama kucheka tu na kuangalia kinachoendelea. Kile ambacho kimetokea siku ya jana, Yanga walivyokuwa kisherekea ubingwa wao wa 5 mfululizo kwenye ligi ya NBC Tanzania bara, walipita na paredi lao pale Msimbazi. Tuliona Ally Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga, akinyanyua jagi akiwatupiwa na Simba kama utani wa jadi, na Simba wao walikuwa wameweka skrini kubwa ambayo ilikuwa inaonyesha goli la Chama, goli la TikTok ambalo lilifunga kwenye mechi ambayo iliwakutanisha wawili hawa, ambapo mchezo uliisha kwa bao 2-2. Sasa siku ya leo Simba Sport Club wakiwa na ubingwa wao wa FA wamefanya paredi, na moja kati ya sehemu ambayo wametakiwa kupita ama walitangaza kupita kupitia msemaji wao Ahmed Ali ni eneo la Jangwani. Unajua raha ya paredi, basi mtani aone kombe lako na ashuhudie paredi lako ama kerekwe na paredi lako. Simba Sport Club wamefika maeneo ya Jangwani, lakini kilichotokea ni vurugu. Sasa kuna vurugu ya kurushiana mawe ambayo unaiona hapa, lakini pia ukiacha hivyo polisi wameingilia kati, wamewaondoa na Simba wamefika eneo lile. Kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na maoni tofauti tofauti, wengine wakisema kwa nini Yanga wao walipita Msimbazi, Simba walivumilia? Kwa nini wao wameshindwa kuvumilia kile ambacho Simba wanakifanya? So kumekuwa na vurugu za hapa na pale, lakini pia ukiangalia Yanga mapema kabisa walimwaga vifusi kwenye eneo lao la Jangwani ili gari la Simba lisiweze kupita na wana Simba wasiweze kupita. Kwa hiyo kuna wana Simba ambao walienda kwenye eneo la Jangwani pale, na mwisho wa siku haya ndio ambayo yametokea na msafara umekuwa ukirudishwa. Angalia hapa na utoe maoni yako kwenye uwanja wa comment. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Mimi ni Sadi TZ, hii ni Simulizi na Sauti. Thank you.